Mungu awabariki kweli kweli. Hapa mlipopunguza Mungu akapazidishe. Kazi yenu sio ya kawaida. Ni mkono wa Mungu. Amina. Lakini pia niwapongeze wale walimu wa watoto. Kwa kweli kazi yenu nimeiona mtandaoni. Kwa kweli Mungu awazidishie maarifa na hekima kubwa. Amina. Walimu wa watoto mmefanya vizuri. Zaidi hadi nilitamani tena. Nimewahi kuwa mwalimu wa watoto kwa muda fulani, miaka 8. Unajua Mungu anakutoa kwenye hatua moja na kupeleka hatua nyingine. Daudi alipaka mafuta ya kwanza, alienda kwa Samueli, alimfuata kwa Yese, akaangalia watoto wa Yese wote, akamuona Samueli akamuona Daudi. Alikuwepo Shama lakini hakumuona, akamuona Daudi. Akapaka mafuta ya kwanza, manake alikuwa hapa. Kama wewe kijana uko hapa, manake unapopaka mafuta, kila unapokuja kwenye ibada, manake unapaka mafuta, unapanda hapa. Akapaka mafuta ya pili Daudi. Akatoka kwenye hii ngazi niliyokuwa nayo, akapanda ngazi nyingine. Akapaka mafuta ya tatu. Kutoka kwenye yale mafuta ya tatu aliyopakwa Daudi, tunaona Daudi anaenda kupambana na Goliath. Amina, watu wa Mungu. Amen. Yule Daudi tunayomjua amepakwa mafuta mara 3. Kwa hiyo hatua za mwanadamu zina kiwango cha kwanza, kiwango cha pili, kiwango cha 3, mwingine kiwango cha 4, mwingine kiwango cha 5. Usije ukafikiri hapo umeshafika, bado unaendelea mahali unakwenda. Safari ya kijana ni kubwa sana. Inamhitaji Mungu 100%. Sio 50%, 100%. Kwenye safari yako kuna milima na mabonde. Daudi alipopaka mafuta ya kwanza, hakujua kama kuna Goliath mbele yake. So, hakujua kama kuna dubu na simba. Hakujua kama anaweza akapambana na Sauli. Yale mafuta ndio yaliyomsaidia kupambana na simba. Yale mafuta yalimsaidia kupambana na dubu. Ule uwezo wa kupambana na dubu na simba ulimsaidia yeye kupambana na Goliath aliyokuwa na urefu mkubwa. Hivyo kiwango chako kadiri unavyozidi kuhudhuria ibada ndivyo unavyozidi kuendelea mbele. Kwa hiyo niwapongeze hata nyie mliofika kwenye makanisa mbalimbali. Mungu awabariki sana. Mzidi kuwa na mahusiano mazuri kama haya. Na yenyewe ni mahusiano. Si ndio jamani? Yenyewe ni mahusiano. Kwa maana kuna mahusiano kati ya kanisa na kanisa. Hii ni nzuri. Tunapata kushirikiana pamoja kula chakula cha Bwana. Ushawahi kuona uvuta sigara? Anaambia bwana anavuta pa ya kwanza, ya pili, ya tatu, alafu anamwambia bwana nigongee, mimi leo sina 200 ya fegi. Alafu anampa mwenzie. Na wenyewe ni upendo. Anampa na mwenzie vile vile, na yeye anapiga 3, 4, 5, anampa na mwingine. Ushawahi kuona? Kwani si tunasema tuwe nao tusiwatenge, kwa sababu kwa uwepo wetu tunaweza tukawaokoa wakaja kwa Yesu. Si ndio maana? Tunawaona wanavuta sigara wanapeana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni upendo, lakini upendo uliopo upande wa nini? Wa giza. Haleluya. Sasa ngoja tuendelee pale tulipoishia, tusije tukaenda sana huko. Tuendelee tulipoishia. Tulikuwa tumezungumzia habari ya dhambi, tukasoma kile kitabu cha Mithali 6:32 ambacho kinasema yeye afanyaye nini? Hebu turudie hapo hicho kipengele. Turudie kile kipengele. Ana akili kabisa. Kinasemaje kile kipengele? Kinasema ngumu, hana akili kabisa. Twende. Tunaanzia hapo ili tuendelee mbele kidogo. Dhambi. Mahusiano yaliyotengeneza mpaka watu wakaanguka. So, azinie na mwanamke hana akili kabisa. Ishi hapo. Unaona hiyo picha? Biblia imeonyesha kwamba mtu anaozini na mwanamke
hana akili kabisa. Unajua kuna kuwa na akili kidogo, lakini Biblia inamweleza yule ana akili kabisa. Nikasema tukamtolea mfano Sulemani, akaoa mke wa kwanza, akaoa mwingine, akaoa mwingine, akaoa mwingine, akaoa mwingine, akaona mwingine, akaoa mwingine, mpaka baadaye akaoa mpaka wakafika 1000. Alafu tena akasema kule mbele, anasema yote ni ubatili, yote ni ubatili, yote ni ubatili. Yaani amefanya hapo, anasema yote ni ubatili. Umeona sasa? Hii ndio kutokuwa na akili kabisa. Yaani kumbe yote ni kujilisha upepo. Sasa tulisema kwamba yule anaozini anafanya dhambi ambayo itamgharimu kwenye maisha. Yaani wewe kama unazini, ujue unafanya kitu ambacho kitakugharimu maisha yako yote kama hutatubu. Yesu ni wa rehema kwa wanaozifuata rehema za Yesu. Lakini kama utajua rehema za yetu, utakufa na dhambi wakati Yesu yupo anayeweza kukusafisha dhambi yako. Wanaokuja kwa Yesu wakamjua Yesu, wakajinyenyekeza kwa Yesu, wanaondolewa dhambi walizo nazo. Lakini wale ambao wanang'ang'ana na dhambi zao wanakufa na dhambi. Yesu alikuja kwa ajili ya kuondoa dhambi. Moja ya dhambi ni hii ya uzinzi. Moja ya dhambi ni hii ya masengenyo. Nyingine ni hiyo, nyingine na nyingine. Lakini kwa nini naizungumzia sana dhambi ya uzinzi? Kwa sababu hii dhambi anaifanya mtu mwilini mwake. Dhambi zingine nje. Hii dhambi inahusisha mwili. Kwa hiyo hii dhambi hii sio kubwa kuliko zingine. Ila ina gharama kwa yanayofanya. Nimesema dhambi sio kubwa kuliko nyingine, lakini ni dhambi yenye gharama kubwa kwa mtu anayofanya hiyo dhambi. Na gharama yake ni gharama